Gani mtazamaji wa Miatu TV, karibu kwenye kipindi cha Gemu ya Utawala, kipindi pekee ambacho kinakuletea uchambuzi wa masuala ya kisiasa, mambo magumu yale ambayo unatakiwa utumie akili kwenye kuyafikiria. Hapa sasa tunakuletea uchambuzi, tunachambua kiundani zaidi. Na hapa studio leo nina mgeni wangu ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa TV ya Miatu TV, ambaye yeye ni Alex Mbalulo. Bwana, mambo vipi? Kwema, karibu Miatu. Shukrani sana. Nafahamu wewe sio mgeni mahali hapa, ila sasa kwenye Gemu ya Utawala nikukaribishe, jisikie nyumbani. Nashukuru, mimi hapa ni nyumbani na nafurahi sana kujumuika nanyi. Vipindi hivi mahususi vya kijamii vyenye taswira ya taifa. Kwa hiyo nafarijika kwa sehemu ya wachambuzi wenye kuchambua na wenye kuleta tafakuri kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa hiyo nashukuru sana. Mtazamaji wetu, nikwambie tu kwamba miongoni mwa watu wenye kubahatika kuwa na viongozi vijana Miatu TV, bwana, sisi tumebahatika, si ndio bwana Alex? Kabisa. Mada yetu mezani leo ni wanafunzi kutumia akili unde kujibu mtihani wa taifa. Nini kifanyike kutokomeza janga hili? Nadhani tumesikia hili suala la kwamba kuna matokeo huko yametangazwa na wanafunzi wamekamatwa wametumia hayo majibu. Na kwenye swala hili bwana Alex, umeniambiaje? Kwanza ni taarifa ambayo haifurahishi wala ni taarifa ambayo haipaswi kufurahishwa na mzazi ambaye kamlipia ada mwanae aende akasome miaka 4 au miaka 2 whatever, alafu mwisho wa siku aje kukutana na taarifa kama hii ya mtoto wake, kijana wake kufungiwa ama kupitiwa matokeo kwa sababu tu ya matumizi ya akili unde. Kwa hiyo sio taarifa nzuri. Na kwa kwanza tu kufafanua nini maana akili unde. Akili unde ni neno la Kiswahili, lakini katika lugha ya Kimombo wanasema ni artificial intelligence. Wengine wanaita akili unde, wengine wanaita akili mnemba, wengine wanaenda mbali wanasema ni roboti, akili ya kiroboti. Umeshanela vizuri. Kwa hiyo ndio kwa maana artificial intelligence ambayo nisema ni akili unde, kwa maana sio akili inayozalishwa kutoka kwenye kichwa cha binadamu aliumbwa na Mwenyezi Mungu. Sawa. Ambapo ufanyaji kazi wake ni tofauti na ufanyaji kazi wa akili ya mwanadamu. Kwa maana ya kwamba tabia, ufanisi, umeshanielewa, mwenendo, reaction na vitu kama hivyo vinatofautiana kabisa na uwezo wa mwanadamu wa kufikiri na kuamua. Kwa hiyo akili unde ni matokeo ya kukua kwa sayansi na teknolojia nchini na duniani. Na kukua kwa sayansi na teknolojia sio dhambi, wala sio swala ambalo tunalikemea ama hatutaki kulisikia. Tunataka na tunaomba tuendelee kuwa na uvumbuzi na ukuaji mkubwa wa teknolojia nchini na duniani, sababu sayansi na teknolojia inaturahisishia baadhi ya kazi kuzifanya kiwepesi. Mathalan ni uwepo wa akili unde unatusaidia kusimplify ama kurahisisha mchakato wa kuwaza, kufikiri, kutenda, na kupunguza athari ya muda mwingi kwenye ufanyaji kazi. Mathalan ni kazi ambayo ilibidi uitumie wiki ama mwezi kuiandaa. Mathalan ni ripoti ya ofisi, ripoti za chuo, research na vitu kama hivyo, ambazo ilipaswa tumie wiki, mwezi kuzimaliza, lakini kupitia akili unde unaweza kutumia siku moja kwa muda. Sawa. Nielewa vizuri. Kwa hiyo kukua kwa sayansi hii na teknolojia hii si kubaya. Mbaya ni matumizi yake ndio yanakuwa mabaya, ama watumiaji ndio wabaya. Wanasema dunia sio mbaya, ndio, ila ulimwengu ndio wabaya. Ndio. Kwa maneno hayo ni kwamba akili unde sio kitu kibaya,
ila jinsi ya kukitumia ndio kinaleta changamoto. Unadhani matumizi ya akili unde ni tishio kwenye elimu yetu ya Tanzania? Ni tishio kwa sababu kwanza inaondoa uwezo wa wanafunzi kufikiri, kutenda na kuamua. Mathalan zamani wakati sisi tunasoma ulikuwa unakutana na mtihani na maswali karibu 12 labda au 10, yote ni ya essay. Tumia akili unaweza kumaliza hata limpepa 10. Chanaelewa kujibu mtihani. Lakini sasa hivi kwa sababu ya akili unde mtu anaamini hana haja ya kwenda na akili zake au hana haja ya kusoma, ila akiingia na kifaa kama simu ama saa ataweza kugoogle, ataingia atamuuliza AI kwamba labda colonial era ili affect nini Afrika. Akili unde anamletea pale, anakopi na kupaste. Unadhani wewe kwenye kipindi hiki ulivyokuwa unasoma kungekuwa na utaratibu huo wa ChatGPT na hizo akili unde usingetumia na wewe? Mimi nisingetumia kwa sababu najikubali na wanafunzi niendelee kuwaomba muendelee kujikubali kwa sababu mna akili, mna uwezo, mna maarifa. Mungu kawaumba si vilema wa akili na mwili. Hakuna haja ya kutumia msaada. Saidianeni ninyi kwa ninyi, kwa sababu usichokijua wewe mwenzako anakifahamu. Huwezi kujua mtihani mzima au maswali yote huwezi kujua. Kuna utajua swali la kwanza, mwenzako atajua swali la pili. Kwa kusaidiana kwenye chumba cha mtihani sio dhambi, lakini unasaidiana katika namna ambayo hamtoweza kuvunja sheria na taratibu hizo. Kwa hiyo akili unde kwenye elimu yetu ya Tanzania athari kubwa ni inaondoa uwezo na ufanisi wa wanafunzi kufikiri, kuamua na kutenda. Lakini cha pili, inatengeneza kizazi cha wanafunzi ambao hawana uwezo wa kuamua wao bila ChatGPT. Na tunakuelekea itafikia stage mtu hata akiumwa kichwa anamuuliza AI au anatumia akili unde. Na ndio hicho kibonzo nilikiona bwana. Watu wamefika stendi anamuuliza pikipiki, afisa usafirishaji anamuuliza nauli shilingi ngapi? Yule afisa usafirishaji anamwambia ngoja niulize ChatGPT. Anauliza, anamwambia 2,000, na huyu huku naye anapokea anamwambia ni 2,000, ngoja ni confirm, ana type. Je, kutoka hapa hadi sehemu fulani ni 2,000. ChatGPT anamwambia ni 5,000. Anamwambia bwana sio 2,000 ni 5,000. Kwa hiyo hicho ninachokizungumzia nadhani huko siku zinavyozidi kuendelea kitashika hatama. Ni changamoto ambayo sio tu kwenye elimu, ni karibu kila eneo inaleta changamoto. Na kama serikali isipoleta sera na sheria nzuri ya udhibiti wa hili jambo inaelekea kubaya. Sababu hata kupika mtu atakuwa tu hajui kupika, ila anaingia mtandaoni anaanza kumuuliza ili nipike ugali mzuri mume wangu anipende nifanyeje? Umeshanielewa vizuri. Sawa sawa. Anauliza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutakuwa tumeondoa ufanisi na tutakuwa tunaondoa hali ya binadamu na uwezo wetu wa kufikiri na kuamua mambo. Kwa wanafunzi wa vyuo, wanafunzi wa level ama ngazi yoyote ile, niendelee kuwasihi waamini katika kile ambacho wameumbwa nacho. Akili ulioumbwa nayo ni akili sahihi, ni akili ambayo inajitosheleza wewe kujibu mtihani. Na mtihani sio lazima upate 100. Jibu unachokiweza, usichokiweza basi Mungu atafanya kudura zake. Sawa Bwana Alex. Ni nani anapaswa kubeba lawama kwenye hili swala zima la matumizi ya akili unde kwenye hizo NECTA za kidato cha 6 kama ilivyotokea kwenye matokeo ya sasa hivi? Anayepaswa kubeba lawama wa kwanza ni ambaye anaathirika moja kwa moja. Kwa maana ya mwanafunzi mwenyewe. Sababu yeye ndiye anayeamua hatima ya maisha yake kitaaluma. Kama unaingia kwenye chumba cha mtihani unaingia na simu, smartwatches ama kifaa chochote ambacho kitakusaidia kujibu mtihani, mwathirika wa kwanza ni wewe mtihani au wewe mwanafunzi. Madhara ya pili ni kwa jamii, kwa maana ya wazazi ambao, kwa sababu madhara ya mwanafunzi moja kwa moja utakosa haki yako ya kutambulika kama msomi wa kipindi hicho. Ndio. Mathalan tumeona Baraza la Mitihani la Taifa limefungia
matokeo ya wanafunzi karibu 90, yamekuta matokeo ya wanafunzi karibu 50. Umenielewa vizuri? Kwa unaathirika kwa kupoteza muda ambao pengine usingekuwa umetumia akili unde, tungekutambua kama ni mhitimu wa kidato cha 4 mwenye 4, mhitimu wa kidato cha 4 mwenye 3 yako. Lakini bwana Alex, mimi nadhani hili swala hili wanafunzi naona kama vile adhabu wameonewa. Kwani wasingepewa wale waliokuwa wanawakagua? Hapana, sasa unampaje mtu ambaye alikuwa anakagua? Kwa sababu anayekagua ni wajibu wake yeye